Naitwa Ahmed Binde, ni daktari bingwa upasuaji na mtaalamu wa uchunguzi wa mfumo wa chakula. Leo tutazungumzia hali ambayo inasumbua na kuongezeka wakati watu wakiwa katika funga, hususan katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hali hii ya kiafya tunaita kiungulia. Kwa lugha ya Kiingereza tunaita gastroesophageal reflux disease. Kwa kifupi tunaita GERD. Hali hii ya kiafya ni hali ambayo hutokea pindi asidi ya tumbo inapopanda juu katika njia ya chakula na kurudi na kusababisha majeraha katika koo ya chakula. Hali hii husababisha dalili kama zifuatazo. Mojawapo ni maumivu au hisia ya moto katika kifua, kukohoa mara kwa mara, tumbo kujaa gesi au kushiba kwa haraka. Vile vile koo kuuma au sauti kuwa yenye kwaruzika. Hizi ni moja ya dalili ambazo mtu mwenye shida hii ya gastroesophageal reflux disease au kiungulia hupata wakati mwezi huu au funga mbalimbali. Sababu hatarishi ambazo hupelekea watu kupata dalili kama hizi au shida kama hii wakati wa funga zipo mbalimbali ambazo hutokea. Mojawapo ni watu kula wakati wa kufungua vyakula vyenye viungo vingi na acid. Mfano, wakati wa chakula kinachoandaliwa wakati wa Ramadhani au wakati wa kufungua, wakati wa kufuturu, kinakuwa kina viungo vingi, pilau, biriani, mfano kama hiyo, na vyakula vingine katika mboga mboga ambao zinakuwa na viungo vingi. Na asidi ya matunda ni mfano wa juisi za mananasi, machungwa. Hizi zote hupelekea kuathiri na mtu kupata hali hii ya kiafya ya kiungulia. Vinywaji kama kahawa, caffeine na soda ambao vikitumika wakati wa kufungua au baada ya kufungua hupelekea mtu kupata dalili ambazo nimezielezea na kupata shida hii ya kiafya. Vile vile mtu kula kupita kiasi. Wakati wa Ramadhani tunafahamu ni tamaduni za watu kuandaa chakula kingi na mbalimbali, ni furaha mojawapo, lakini watu wasipokuwa na taratibu za kula na mtu akala kupita kiasi, anaingia kwenye hatari ya kupata shida kama hizi za kiafya. Vile vile uvutaji wa sigara, watu kuvuta sigara baada ya kufungua, na hii yote huelekea kuathiri mfumo wake wa chakula na kuleta shida kama hizi za kiungulia na hizi gesi katika tumbo. Wengine huwa na shida ya valve ambayo ipo kati ya mfuko wa chakula na koo ya chakula. Kwa hiyo kuna watu walipata athari mwanzoni hata kabla ya funga hii, kwa hiyo wanaingia kwenye dalili na kuingia kwenye sababu hatarishi za kupata shida kama hii. Kwa hiyo sababu hizi zote ambazo nimezielezea zinapelekea kuathiri misuli au valve ambayo kuzuia asidi hii isirudi katika koo ya chakula. Lakini vile vile vyakula kama hivi, kahawa, soda, caffeine pamoja na viungo ambavyo vinatumika katika vyakula kupelekea kuongezeka kwa gesi nyingi katika tumbo na hivyo kuathiri na kupelekea asidi kuweza kurudi juu. Vile vile majeraha mtu aliyokuwa nayo kabla ya funga kuchelewa na hivyo kuendelea kupata shida hizi katika mfungo au katika funga za Ramadhani. Hali hii ya kiafya ambayo husumbua watu wengi kipindi cha funga, hasa funga Ramadhani, ambao tunaita kiungulia au kizungu tunaita gastroesophageal reflux disease, kwa kifupi GERD, inaweza ikapewa utaratibu namna ya kujikinga na hivyo mtu kuwa katika funga na hali nzuri kabisa. Moja ya njia za kujikinga, lazima tufahamu kwamba funga hupelekea kuleta au kuongezeka kwa asidi katika tumbo au mfuko wa chakula. Hivyo ni muhimu kuwa na utaratibu katika kuandaa chakula, utaratibu wa kula na utaratibu katika ibada za usiku baada ya kula. Taratibu za kula ni muhimu mtu wakati wa kula, wakati wa kufungua, wakati wa kufanya iftar, watu wakala taratibu. Inafahamika mtu anakuwa na njaa na hamu ya kula muda huu, lakini ni muhimu kula taratibu na sio kupupia wakati wa kula.
Lakini pia ni mtu kupunguza kula pamoja na kuvuta hewa, na hii hutokea pale watu wanapokula na kuongea. Kwa hiyo mtu anajaza gesi katika tumbo na baadaye kuwa na shida au hali ya kusikia tumbo limejaa gesi au kushiba kwa haraka. Lakini pia na kuepuka uvutaji wa sigara baada ya kuwa mtu amefunga. Lakini pia kuepuka unywaji wa kahawa wakati wa kula iftari au baada ya kula iftari. Unywaji wa soda ambazo zina gesi nyingi sana na juisi ambazo zinakuwa zina